Naam, mpenzi wa Mwananchi Digital, hapa ni katika ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo leo Agosti 2 kunafanyika mkutano mkuu wa Yanga wa mwaka ambao unaendelea kufanyika hapa, na kama ambavyo unaona tayari wanachama mbalimbali wa klabu ya Yanga tayari wameshajitokeza katika ukumbi huu wa Superdome Masaki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unaendelea kufanyika. Lakini miongoni katika mambo ambayo yanaweza kuangaliwa zaidi katika uchaguzi huu wa leo wa mwaka ni pamoja na ajenda 14 ambazo zinaenda kujadiliwa hii leo, lakini ajenda mama ni ya uchaguzi mkuu ambao utaenda kufanyika hii leo, ambao utashuhudia wajumbe 16 wakiwania nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga, ambapo miongoni mwa wajumbe ambao wanagombania katika nafasi hizo ni wale watano ambao tayari walikuwa wanawania, ambao walikuwa wanatetea nafasi zao, akiwemo Rogers Gomba, Munir Selmani, Seif Gulamali, Yanga Makaga pamoja na Alex Ngai, ambao wao wanatetea nafasi zao. Lakini mbali na watano ambao wanawania nafasi zao pia yupo Gerard Kima, ambaye yeye alikuwa tangu baraza lililopita la wawakilishi wa wajumbe, ambaye yeye alikuwa katika upande wa kuteuliwa na upande wa kamati kuu. Lakini katika ukiachana mbali na wajumbe hao watano ambao wanawania katika nafasi hiyo, wapo wajumbe wengine 10 ambao ni wapi ambao wanawania nafasi hizo za kuteuliwa na wajumbe wa kamati ya utendaji. Na katika hao miongoni mwa hao 10 yupo mwanadada mmoja pekee ama mwanamama pekee ambaye ni Priska Chama, ndiye ambaye anawania katika nafasi hiyo, lakini wote waliobaki ni upande wa wanaume. Lakini ukiachilia mbali nafasi za wajumbe, yupo Rais Engineer Hersi Said ambaye anatetea nafasi yake, ambaye akiwa ndiye mgombea pekee katika nafasi hiyo. Lakini pia mwingine ni makamu wake Arafat Haji, ambaye yeye anawania pia nafasi hiyo, lakini pia akiwa ni mgombea pekee katika nafasi hiyo. Kwa maana yake Rais Engineer Hersi Said ambaye anawania nafasi na makamu wake, wao wanahitaji kura za ndio ama hapana kwa ajili ya kupitishwa tena katika muhula mwingine wa miaka 4 wa kuongoza klabu ya Yanga. Na utakumbuka Rais Engineer Hersi Said pamoja na makamu wake walichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2022, Julai 9 mwaka 2022 ndio waliweza kushika nafasi hiyo, na leo tena Agosti 2 wanarudi tena kwa wanachama kuomba ridhaa ya kuongeza tena Yanga kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Lakini ukiachilia mbali na ajenda hiyo ya uchaguzi ambayo ndio imekuwa imebeba zaidi zima ya uchaguzi huu wa Yanga, pia zipo ajenda mbalimbali ambazo zitaenda kujadiliwa, na kama ambavyo nimekuambia, zipo ajenda jumla ya 14 ambazo zitaweza kuangaziwa kwa siku ya leo. Lakini ajenda nyingine pia ambayo inatazamiwa kuleta, ambayo inasubiriwa pia na wanachama, ni ile ya mabadiliko ya katiba ambayo inaweza kufanyika, maboresho ya katiba ambayo leo tunaweza tukashuhudia kitu kingine ambacho kinaweza kujadili, kwa maana ya mapendekezo ya katiba, ya boresho ya katiba ambayo yanaanza kutokea kwa siku ya leo, ikiwemo kupitisha namna ambavyo makamu wa rais anapatikana. Utakumbuka makamu wa rais wa klabu ya Yanga anapatikana kwa njia ya kuchaguliwa na wanachama. Lakini leo katika mabadiliko ambayo yanaweza kufanyika, tunaweza kushuhudia kwamba makamu wa rais ambaye ni Arafat Haji, ambaye ndiye mgombea pekee wa nafasi hiyo, akawa anagombea, akawa anateuliwa. Kwa maana ya mabadiliko mapya ambayo yatafanyika leo yatakuwa pia ni kutoa mapendekezo ya kumteua makamu wa rais, ambaye rais ndiye atakuwa na mapendekezo, ndio atakuwa na uhakiki wa kuchagua makamu wa rais kwa msimu ujao. Kwa maana Arafat Haji ndiye atakuwa mgombea wa mwisho kwa leo kupigiwa kura na wanachama. Lakini mikutano unaokuja, endapo mabadiliko haya yatafanyika, basi tutamshuhudia Arafat Haji ama makamu wa rais akiwa ni mtu wa kuteuliwa na rais. Lakini hiyo ni katika maboresho ya katiba. Lakini miongoni pia mambo mengine ambayo yanaweza kujadiliwa kwa siku ya leo pia ni kupitisha katiba rasmi ya klabu ya kutambua katiba. Maboresho ya katiba yatakuwa pia ni miongoni pia mwa kufanya maboresho ya katiba, ikiwemo pia kupitisha timu za wanawake kwa maana Yanga Princess na timu za vijana kwa maana chini ya miaka 9, 13, 15, 17 na 20 kutambulika rasmi kikatiba, tofauti na sasa ambavyo tumekuwa tukizoea ikiwa hazijulikani kikatiba. Lakini hii inaweza kufanyika leo pia kupitisha maboresho kwa timu hizi zikawa zinajulikana rasmi kwa mini kikatiba. Lakini pia ukiachilia mbali na jambo hilo, pia ajenda nyingine ambayo inasubiriwa zaidi katika ajenda 14 ni pamoja na ajenda ya kutambua ama upendekezo ambayo yametolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maboresho yaliyotolewa na serikali kupitia ajili ya uwanja ambao unatarajiwa kujengwa pale Kaunda, makao makuu ya Yanga, iweze kupitishwa kwa wanachama kwa ajili ya kujadiliwa yale ambayo serikali imeyataka kwa ajili ya kufanywa maboresho, na ndipo wanachama wanaweza kujadili leo na kuangalia maboresho gani ambayo yanatakiwa kufanyika na kupitisha ili kukizi matakwa ya serikali kwa ajili ya kuendelea na ujenzi ambao unatarajiwa kufanyika. Hayo ni miongoni mwa machache ambayo yanatarajiwa kuenda kufanyika leo, ambao wengi wanachama wanasubiri kuyaona kwa hamu, yakiendelea kufanyika hapa katika mkutano mkuu wa Yanga ambao unafanyika hapa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Niko hapa Mwananchi Digital, tuko hapa kwa
kuhakikisha kwamba tunakupa kila kitu ambacho kinaendelea kufanyika hapa. Uko na Daudi Lebati, lakini pia siko peke yangu, nipo nyuma ya kamera yupo Hatibu Mgeja maarufu Nyembe. Tutakupa kile ambacho kinajiri katika kuhakikisha kwamba unapata kila kinachojiri hapa katika mkutano mkuu wa Yanga unaofanyika Masaki jijini Dar es Salaam, the Superdome. Asante. ambao tumekuja, na kama mnavyofahamu msimu uliopita umekuwa msimu mrefu sana. Katikati ya mapambano ya kutafuta ubingwa wa msimu uliopita, wako wenzetu ambao roho zao zilitangulia mbele za haki. Tulikuwa nao mkutano uliopita, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu leo hii hatuko nao, wametangulia mbele za haki. Kwa nukta moja, na waomba macho kwenye screen tukapate kuwaona wenzetu ambao ni wanachama wenzetu, tulishiriki nao kwenye mkutano uliopita, lakini hivi sasa wametangulia mbele za haki. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Ningeomba kwa dakika moja tusimame tuweze kuwaombea wenzetu ambao wametangulia mbele za haki.
Asante. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Leo ni kadi za wenzetu, huenda mkutano mkuu unaofuata mmoja katika sisi kadi yake ikapita hapa kuonyesha kwamba ametangulia mbele za haki. Kwa hiyo